Mwana michezo asiwe mpenzi wa klabu kubwa Tanzania, twende tukazungumze kwa pamoja kuhusiana na klabu yako pendwa ya Dar es Salaam Young Africa, na kubwa zaidi ni kuhusiana na wachezaji ambao wanaondoka, wanakwenda wapi, lakini nani anakuja kuwa replace. Je, ni uamuzi sahihi wa klabu ya Dar es Salaam Young Africa ni kufanya maamuzi ya kuachana na Pacome Zouzoua ambaye kwa sasa hali iko hivi? Tunakwenda kuijadili kuhusiana na hili la Pacome, lakini kwa nini wamemchukua mchezaji huyu kutoka katika timu ya TP Englebe Mazembe aje kuchukua nafasi ya kwake Pacome, lakini pia mchezaji anayekuja kuziba nafasi ya Bakari Nondo Mwamnyeto na Prince Mfumelelo Dube, mambo yamekaaje? Twende moja kwa moja tukajadili mimi na wewe, lakini swala lingine kubwa ambalo tunaweza tukalizungumza mimi na wewe ni kwamba mashabiki wa Young Africa msahau kusubscribe. Twende sasa moja kwa moja tuanze na sakata la Yanga kuachana na wachezaji, na imekwisha kuwa wazi kwamba klabu ya Dar es Salaam Young Africa kuna wachezaji ambao 6 hivi wa kigeni wanawekwa kwenye target ambayo ni kwamba hawahuziki, hawatolewi wala hawawezi kuondoka kwenye kikosi cha Young African. Hawa wachezaji ni mchezaji Duke Hoga Abuya, ni mchezaji Aran Super Okelo, Maxim Pia Nzingeri. Hawa ni wachezaji wa kigeni watatu na Djigui Diarra ambao hawawezi kuachwa na klabu ya Dar es Salaam Young African, lakini pia Kwasi Atoula naye pia anaungana kwenye listi hiyo ya wachezaji ambao hawagusiki kwenye kikosi cha Young African, hawawezi kuondoshwa kwenye kikosi cha Young African kwa msimu unaokuja. Lakini wachezaji wengine ambao wao wanaweza wakaondoka au wakabakia ni kwamba klabu ya Young African inaangalia option kwamba kama kuna mtu atakuwa na ofa nzuri ya kumnunua Pacome Zouzoua basi wako tayari kumwachia, lakini wachezaji wengine wakina Damaro na wengine wote wale wapo tayari kuachwa na klabu ya Dar es Salaam Young African. Dube, Depu na wengine wote wako tayari kuachwa na klabu ya Dar es Salaam Young African. Na hii inakuja baada ya klabu hii kufanya tathmini kubwa, tathmini ambayo imewaonesha kwamba hakuna namna yoyote wanaweza kwenda mbali wakiwa na wachezaji kama Pacome ambaye kesi yake ni tofauti na wachezaji wengine ambao wanasema labda hawa perform vile ambavyo wanatakiwa, lakini Young African wameangalia mchezaji wa muhimu anabidi kupatikana katika kila mechi. Hii hatuwezi kupingana, hatuwezi kubishana sana kwenye hili, kwa sababu angalia wachezaji wote bora duniani ni wachezaji ambao wako injury free, ni wachezaji ambao wanapatikana mechi hadi mechi. Ukiangalia wachezaji kama wakina Bruno Fernandes, ukiangalia wachezaji wakina Kevin De Bruyne, wakina Lionel Messi, wakina Kylian Mbappe, ni wachezaji ambao kila game wapo, wakikosekana ni mchezo mmoja kwenye michezo 20. Sasa huyu ndo mchezaji wa muhimu, lakini mchezaji unayokuwa naye anacheza michezo 5, anapotea michezo 10, anakuja kwenye michezo mingine 5, anapotea kwa sababu ya majeraha, anakupa kile ambacho unakitaka, lakini baada ya kumtumia msimu mzima unakuja kumtumia robo ya msimu. Hii inakuwa haijakaa vizuri, hasa kwa klabu kama ya Dar es Salaam Young Africa, ni vilabu ambavyo vinahitaji kila mchezaji aliyefiti hapatikane na awepo kwa wakati sahihi na kwa kile ambacho kinahitajika. Sasa wewe shabiki wa Young African una maoni gani kuhusiana na hili? Unahisi ni sahihi kwa klabu ya Dar es Salaam Young African kuachana na Pacome Zouzoua? Hao wamekurupuka kuachana na wachezaji hao wakina Duke, wakina mchezaji kama Depu, Dube na mchezaji Pacome Zouzoua. Niambie kwenye comment, usahau kusubscribe. Tutakutana wakati mwingine tuzadili wachezaji hawa wakina Mwamba na wengine wakina Yusuf Amisi Amdune ambao wanajiunga na klabu ya Dar es Salaam Young Africa.